بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة، بعد يكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake makubwa kutuamsha salama. Hii ni neema miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii ya leo. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani ni wangapi ambao hawajaweza kuamka na wakaiswali swala hii ya subhi? Wengi wao bado wamelala, na wachache wao watakuwa wameamka na wameelekea kwenye majukumu yao, hawakuona umuhimu wa kuswali. Lakini wewe Allah amekujalia ukawa umeiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa. Hii ni neema kubwa sana miongoni mwa neema ambazo umeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ni vikao vya kheri, ni vikao vyenye thawabu na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika darasa yetu ya leo tutajifunza kuna kitu kinachoitwa az-zaka. Zaka. Na hizi zaka ziko za aina mbili. Kuna zakatul mali, kuna zaka ya mali, lakini pia kuna zakatul fitri na kuna zakatul fitri. Kwa hiyo hizi zote insha Allah ndani ya masiku haya machache yaliyobakia tutajifunza vitu hivi viwili ili Waislamu waweze kufahamu. Tunaposema zaka, neno hili az-zaka maana yake ni nini? Zaka kwa Kiarabu ni masdaru zaka ash-shay'u,
ni masdari, ni chanzo cha neno zaka. Zaka ashai'u, yani kitu kimetakasika, kitu kimekuwa. Idha nama wazada, pindi kitakapokuwa na kuzidi, kinaambiwa kwa Kiarabu zaka. Fazakatu hiya, zaka nayo albaraka, yani ni baraka. Mtu anapotoa zaka ya mali yake inakuwa na baraka. Wanamau, na kukua. Mtu anapotoa zaka ina maana mali yake itaongezeka, kwa sababu ya kutolewa zaka mali hiyo inakuwa ni yenye kuongezeka. At-tahara, na mali hiyo inakuwa imetwaharishwa, iko tahara. Was-salahu, na itakuwa imetengenezeka na imekaa katika mazingira mazuri. Hiyo ni kilugha. Ama kisheria, maulama wameleta taarifati mbalimbali, wameleta maana nyingi. Miongoni mwa maana ya zaka maana yake ni nini? Kuna ambao wanasema ismun lima yukhrijuhu al-insanu. Zaka ni jina ya kile kinachotolewa na mwanadamu. Zaka ni jina ya mali ambayo inatolewa na Muislamu min haqqi Allahi ta'ala, haki hiyo katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ila alfuqara'i, kwenda kupewa mafakiri. Kwa hiyo inaitwa ni zaka. Kwa zaka ni mali ambayo inatolewa na Muislamu katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kupewa mafakiri na wale wanaostahiki kupewa zaka. Kwa hiyo zaka tumeona ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unayo wewe Muislamu mali hiyo na haki hiyo, usipoitoa ina maana utakuwa umetumia haki ambayo si ya kwako, unapata madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah anakutaka uwape mafakiri na maskini na wale wote ambao wanastahili kupewa zakatul mali. Hukumu zakatu wa manzilatuha, hukumu ya zaka na sehemu yake katika Uislamu, kwamba hukumu ya zaka ni nini, lakini pia zaka ina manzila gani, zaka ina sehemu gani katika Uislamu. Az-zakatu fardhu ainin ala kulli man tawaffarat fihi shurut. Sema zaka ni faradhi ya lazima juu ya kila ambaye amekamilisha masharti ujubiha, masharti ya kuwajibika kutoa zaka. Na maana katika kutoa zaka kuna masharti yake. Mtu anapokuwa amekamilisha yale masharti na yamekamilika, anawajibika kuwa ni mwenye kutoa zaka. Waqad thabatat fardhiyatuha, na hakika umethibiti ufaradhi wake, umethibiti ulazima wake, bil kitabi wa sunna, katika kitabu Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallama, wal ijma'i, na maafikiano ya Waislamu. Amma alkitabu, amma katika kitabu, katika Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, faqad tadhafarat ayatuhu, hakika aya zake ziko nyingi, fi ijabi zakati, ambazo zinawajibisha mtu kuwa ni mwenye kutoa zaka, wal inayati biha, na kuona umuhimu wa mtu kuwa ni mwenye kutoa zaka. Hatta
innaha qurinat bisalati, mpaka hakika zaka imekutanishwa na swala, fi 82 aya, katika aya 82, aya ambazo zikitaja swala zinataja na zaka vile vile. Aya 82 katika Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Minha, miongoni mwa aya hizo, qauluhu subhanahu wa ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa aqimus salata wa atuz zakah, nasimamisheni swala na toeni zaka. Aya za namna hizi ziko nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kusimamisha swala, na hapo hapo anaamrisha watu wawe ni wenye kutoa zaka. Kwa hiyo aya hizo ziko 82 ambazo zinaelezea swala, lakini pia zinaelezea na umuhimu wa zaka. Waqala subhanahu, na katika aya nyingine Allah anasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, chukua katika mali zao zaka, chukua katika mali zao, chukua katika mali za Waislamu zaka. Kwa zaka hiyo tutahhiruhum, utawatwaharisha wao, watuzakihim biha, na unawatakasa kutokana na zaka hiyo. Kwa maelekezo ya aya hii ni kwamba mtu anapokuwa ni mwenye kutoa zaka, kwanza mali yake inatoharishwa na kutakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mali hiyo inatoharishwa na mali hiyo italindwa na Allah. Mtu ambaye anatoa zaka, mali yake huwa haipati majanga, hata kuibiwa. Mali yake huwa haipati misukosuko, mali yake imenyoka kwa sababu ya ile zaka ambayo anaitolea. Lakini vile vile mwenye kutoa zaka anakuwa ni mwenye kujitoharisha yeye mwenyewe. Maulama wanasema huyo mtu anakuwa anajitoharisha kutokana na ubakhili. Hawi ni bakhili, anatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anajitoharisha kutokana na sifa ya ubakhili ambayo ni sifa mbaya. Lakini vile vile anaitoharisha jamii yake na kuombaomba. Mtu anapewa zaka, kama kuna kitu cha kufanya, kuna biashara ya kufanya, kuna kilimo, kuna nini, anakwenda na yeye anapambana, anakuwa ni mwenye kuondokana na kuombaomba, anapambana kutokana na ile zaka ambayo amepewa. Kwa hiyo hapa kuna kuitoharisha jamii, lakini pia kuna kuitoharisha mali, lakini pia kuna kujitoharisha yeye mwenyewe mwenye kutoa zaka. Anajitoharisha na tabia ya ubakhili ambayo ni tabia mbaya, itoharisha jamii yake na kuombaomba, lakini pia anaitoharisha mali yake na kupata majanga na matatizo. Ama as-sunnatu, ama katika hadithi za Mtume, faqad jaat bitaakidi wujubi zaka, zimekuja hadithi ambazo zinatilia mkazo uwajibu wa kutoa zaka. Katika hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma ba'atha Muadha ibn Jabal radiyallahu anhu ila al-Yaman, Mtume alipomtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yaman, qala, Mtume akamwambia Muadh, innaka taati qauman ahla kitabin, hakika wewe utawaendea watu wa ahlul kitabi, Mayahudi na Manaswara, ndio wanapatikana huko katika nchi ya Yaman. Nenda, ukifika, fad'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah, walinganie waweze kutamka shahada, waweze kuingia katika Uislamu, waeleze kunako na mazuri ya Uislamu,
kwamba Uislamu ndio dini ya sawasawa, Uislamu ndio dini ya kweli, yaeleze yale mazuri ambayo yako ndani ya Uislamu, waeleze watu hao. Lakini pia waambie wa anni rasulullah, na hakika mimi ni mtume wa Allah. Fa inhum ata'u lidhalika, ikiwa wao watakutii katika hilo, ikiwa wao watalitii hilo, wakaingia katika Uislamu na wakawa ni Waislamu, fa'alimuhum anna Allah azza wa jalla iftarada alaihim 5 salawati. Wakikubali kuingia katika Uislamu, waambie, wafundishe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia wao 5 salawati, swala 5 fi kulli yawmin wa layla, katika kila siku, mchana na usiku. Waeleze hivyo kwamba Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kuswali swala 5 tena msikitini kwa wanaume. Waeleze hivyo. Fa innahum ata'u lidhalika, ikiwa wao watalitii hilo, wakawa ni wenye kuswali swala 5, fa'alimuhum, wafahamishe, anna Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala iftarada alaihim sadaqata fi amwalihim, Allah amefaradhisha zaka ambayo inatolewa katika mali zao. Tuukhadhu min aghniyaihim, zaka hiyo inachukuliwa kwa matajiri wao, waturaddu ila fuqaraihim, na inarudishwa kwa mafakiri wao. Fa innahum ata'u lidhalika, ikiwa wao watalitii hilo, fa iyyaka wa karaima amwalihim, jitahadharishe na kuzichukua mali zao zile nzuri nzuri. Kwa kuwa ni kiongozi, unakwenda kwa mtu na mwambia nataka ng'ombe huyu, nataka mali hii, nataka mali hii, jiepusha na kitu hicho, chukua tahadhari na hilo. Wattaqi da'wata almadhulumi, na iogope dua ya mwenye kudhulumiwa. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani dua ya mwenye kudhulumiwa haina kati yake na kati ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kizuizi. Dua ya mwenye kudhulumiwa anaponyanyua mikono yake akamuomba Allah, dua hiyo inakubaliwa moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alimtuma Muadh kwenda Yaman, na ndio ilikuwa tabia ya Mtume. Anawatoa wale wanafunzi wake aliowaandaa waende na wao pia wakafikishe da'wa, wakawafundisha na watu wengine. Kwa hiyo wewe utakwenda mahala fulani, na wewe utakwenda mahala fulani, na wewe utakwenda mahala fulani. Anawapangia wale wanafunzi wake, anawatawanya kwa ajili ya kuueneza Uislamu, kwa ajili ya kuilingania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kuifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akamwambia Muadh ya kwamba, Muadh, nitakutuma utakwenda Yaman. Ukifika Yaman, huko kuna ahlul kitabi, watu ambao sio Waislamu. Nenda ukafanye kazi ya kuwalingania waingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waeleze kuhusiana na ukweli wa dini ya Allah, ukweli wa Uislamu, walinganie waweze kusilimu na kuwa ni Waislamu. Sasa ikiwa watatamka shahada na wakakiri ya kwamba mimi ni mtume wa Allah, basi unatakiwa uwaambie Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia swala 5, wawe ni wenye kuswali swala 5. Ukiwaona tayari wametii na wanaswali swala 5, waeleze ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha kutolewa zaka katika mali zao. Waeleze hivyo kwamba kuna mali ambayo inatakiwa ichukuliwe, na mali hiyo inachukuliwa kwa matajiri na wanapewa mafakiri wa maeneo hayo. Na hii hadithi inatufundisha mambo mengi. Miongoni mwa mambo ambayo inatufundisha hadithi hii ni kwamba zaka huwa inachukuliwa kwa watu wa eneo hilo,
na inarudishwa kwa mafakiri wa eneo hilo. Kwa hiyo haifai kuihamisha zaka ukaitoa eneo fulani na ukaipeleka kwenye eneo lingine. Yaani utakuta mtu hapa amekuja kufanya biashara Arusha, yeye ni mtu wa Dar es Salaam, ikifikia wakati wa zaka anachukua ile zaka na ipeleka Dar es Salaam, kwa sababu kule ndiko waliko jamaa zake na rafiki zake, anaenda kuwapa ile zakatul mali. Haya ni makosa. Haifai kuihamisha zaka pale ulipopatia mali yako unakofanyia biashara katika mji huo, unatakiwa utolee zaka pale pale. Maulama wanasema inafaa kuihamisha zaka endapo katika eneo unalofanya biashara au katika eneo la kazi yako, maeneo hayo au katika mkoa huo hakuna watu ambao wanahitajia kupewa zakatul mali. Hapo ndipo unaweza ukaihamisha zaka na ukaipeleka sehemu nyingine. Kwa zaka inachukuliwa kwa matajiri wa eneo husika na kurudishwa mali hiyo kwa mafakiri wa eneo husika. Mtume sallallahu alayhi wasallama baada ya hapo akamwambia Muadh, jitahadharisha na kuchukua mali zao na kudhulumu mali za watu na kuchukua mali za watu. Mtu anapokuwa ni kiongozi anaweza akalazimisha kwamba lete mali hii, lete mali hii. Jambo hilo Mtume sallallahu alayhi wasallama akamkataza Muadh na akamwambia, ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa. Mwenye kudhulumiwa anaponyanyua mikono yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, dua yake inakubaliwa moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini katika kuchukua mali za watu na kudhulumu mali za watu na kuchukua haki za watu. Uliyemchukulia haki yake akinyanyua mikono yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika utapata shida sana. وقد اتفق الإجماع على فرضية الزكاة. na hakika wameafikiana maulama na waislamu kwa ujumla juu ya ufaradhi wa kutoa zaka. Walam yukhalif ahadun min ladni rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ila yaumina hadha, kuanzia zama za Mtume sallallahu alayhi wasallama mpaka katika zama zetu hizi, watu wanakubaliana ya kwamba kutoa zaka ni faradhi, kutoa zaka ni lazima kwa yule ambaye atakuwa amekamilisha masharti. Wa amma manzilatuha min ad-din, ama sehemu ya zaka katika dini, fazakatu rukunun min arkani al-islam al-khamsa. Zaka ni katika nguzo tano za Uislamu. Wa hiya thalithatu da'aimi al-islami ba'da shahadataini was-salah, nayo ni nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu baada ya nguzo ya kwanza ambayo ni shahada, na nguzo ya pili ambayo ni kusimamisha swala. Inayofuata baada ya hapo ni az-zaka. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, bunya al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Ya kwanza, shahadati an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Hiyo ndio nguzo ya kwanza ya Uislamu, mtu kutamka shahada, mtu kuingia katika Uislamu. Nguzo ya pili, wa iqami swala, na kusimamisha swala. Shakuwa Muislamu unatakiwa uwe ni mwenye kusimamisha swala tano. Mtu ambaye haswali swala tano laisa bimuslimin, huyu si Muislamu huyu. Mtu ambaye haswali si Muislamu. Muislamu anasimamisha swala tano. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, ahadi iliyoko kati yetu au tofauti iliyoko kati yetu na wasiokuwa Waislamu ni swala. Anayeswali ndio Muislamu, ambaye haswali si Muislamu.
Kwa nguzo ya pili ya Uislamu ni kusimamisha swala 5, wa itai zaka. Nguzo ya 3 ni kutoa zaka, wa saumi ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhani. Nguzo ya 4 na ya mwisho kabisa, wa hajjil baiti, na kwenda kuhiji katika nyumba tukufu, liman istata'a ilayhi sabila, kwa yule atakayeweza kuiendea njia hiyo. Kwa makano shahid katika hadithi hii tumesema kwamba zaka manzila yake, daraja yake katika Uislamu ni kwamba ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Hapa aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallama, wa itai zaka, na kutoa zaka. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على الصحابة البيعة عليها, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akichukua bai'a, akichukua mkono wa utiifu kwa maswahaba kwamba watamtii hata na katika masala ya kutoa zaka, kwamba watakuwa ni wenye kutoa zaka, hawataacha kutoa zaka. Katika hadithi ya Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anasema, bay'atu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, nilimpa bai'a, nilimpa Mtume mkono wa utiifu, ala iqami sala, juu ya kusimamisha swala, kwamba nitaswali swala 5, wa itai zaka, na nilimpa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallama, nikampa mkono wa utiifu kwamba nitatoa zaka, wa nusuhi likulli muslimin, na nikachukua bai'a kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, nitampa nasaha kila Muislamu. Kwa hiyo maswahaba wa Mtume walikuwa wanampa bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba wao baada ya kuingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa mambo muhimu watakayoyatekeleza ndani ya Uislamu ni kwamba watakuwa ni wenye kutoa zaka, hawataacha kutoa zaka. Wa amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallama biqitali mani'i zaka, Mtume sallallahu alayhi wasallama ameamrisha kuwapiga au kumpiga ambaye anazuia kutoa zaka, au watu wapigwe. Katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume amesema, umirtu an uqatila an-nasa, nimeamrishwa kupigana na watu, nimeamrishwa kuwapiga watu, hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka washuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na hakika Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuqimu swala, na wasimamishe swala, wa yu'tu zaka, na watoe zaka. Makanu shahidi katika darasa yetu ya leo, wa yu'tu zaka, kwamba watu wanatakiwa wapigwe mpaka wakubali kutoa zaka. Mnakumbuka baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallama, kuna watu ambao walikuwa wanatoa zaka kwa kumuogopa Mtume. Baada ya kusikia Mtume amefariki, wakazuia kabisa kutoa zaka, kwamba sisi tulikuwa tunatoa zaka kwa Muhammad kwa sababu Muhammad aliamrishwa na Allah kuchukua zaka kutoka kwetu sisi. Sasa huyo kiongozi ambaye ndo ameingia hivi sasa, hakuna dalili ya kuonyesha kwamba tunatakiwa kumpa. Mnakumbuka katika aya ambayo tulianza nayo, Mtume anaambiwa na Allah, khudh min amwalihim, ewe Muhammad, chukua katika mali zao sadaqatan, chukua katika mali zao zaka. Aliyeambiwa achukue zaka ni Muhammad. Wewe Abu Bakar umeambiwa wapi na Allah uchukue zaka kutoka kwetu? Kwa hiyo sisi hatutotoa zaka tena baada ya kufariki yule ambaye alikuwa anachukua zaka. Kwa hiyo aliyeamrishwa kuchukua zaka ni Muhammad, na Muhammad ameshafariki, sisi hatutotoa tena zaka. Abu Bakari akaandaa jeshi kwa ajili ya kuwapiga wanaozuia zaka, mpaka wakakaa katika mkao na wakaelewa, wakaanza kutoa zaka. Ndugu zangu katika imani,
kutoa zaka ya mali ni jambo ambalo ni lazima kwa Muislamu, na Muislamu anatakiwa fahamu hivyo kwamba endapo atakuwa ana mali ambayo inastahili kutolewa zaka, basi anatakiwa awe ni mwenye kutoa zaka kwa ajili ya kuondoa ule uwajibu, lakini pia kwa ajili ya kuitakasa mali yake na kujitakasa mwenyewe na kuitakasa jamii na kuombaomba. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Inshallah tutaendelea kesho inshallah kuelezea fadhila na malipo yanayopatikana kwa mtu ambaye anatoa zaka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.